Clara! Shanta! Korami! Hakuna kitakachotuzuia tena. Sisi ni kitu kimoja. Sisi ni nguvu. Itakuwa nzuri. The Story Empire. Usiruke hadithi hii kwa sababu ilichotokea hapa. Katika dunia hiyo ya zamani, kulikuwa na kitu kimoja tu kilichowaunganisha wanadamu wote. Lugha moja. Hakukuwa na tafsiri. Hakukuwa na kutoelewana. Kila mtu alimwelewa mwenzake kama nafsi moja. Baada ya zama za Nuhu, watu walianza kuongezeka tena duniani. Na walipofika sehemu moja tambarare yenye rutuba, waliipa jina Babeli. Hapo ndipo kila kitu kilianza. Siku moja, chini ya jua kali, watu walikusanyika kwa wingi, wakizungumza kwa sauti moja yenye nguvu, yenye ndoto. Tujenge mji na mnara utakaofika mbinguni. Kulikuwa na ukimya mfupi, kisha kelele za kukubaliana zikajaa angani. Hawakutaka kuwa watu wa kawaida tena. Walitaka kuwa kitu zaidi. Walitaka kugusa mbingu. Moto uliwashwa. Matofali yakaanza kuchomwa kwa moto mkali. Siku zikawa usiku na usiku ukawa mchana. Kila mtu alikuwa na kazi. Wengine walichimba udongo, wengine walibeba maji, wengine walijenga. Na polepole mnara ukaanza kuinuka. Mwanzoni ulikuwa mdogo, lakini siku zilivyopita ulizidi kukua, ukawa mkubwa kuliko nyumba zote, ukawa mrefu kuliko miti yote, ukawa kivuli juu ya ardhi yote ya Babeli. Watu wakaanza kuutazama kwa fahari. Tazama tulichoweza kufanya. Lakini ndani kabisa ya maneno hayo kulikuwa na kitu kingine: kiburi. Kadri mnara ulivyopanda juu, ndivyo mioyo yao ilivyopanda juu pia. Walianza kusema, hakuna kitakachotuzuia tena. Sisi ni kitu kimoja. Sisi ni nguvu. Lakini hawakujua kulikuwa na macho yaliyokuwa yakiwaangalia kutoka juu, mbali zaidi ya mawingu. Siku moja anga likabadilika. Upepo ukawa mzito. Kimya kikawa cha ajabu. Wafanyakazi walipoamka asubuhi, kila kitu kilionekana kawaida, lakini haikuwa kawaida. Mtu mmoja alimta rafiki yake, Niletee jiwe. Unasema nini? Sauti yake ilikuwa tofauti, isiyoeleweka. Mtu mwingine alipaza sauti, lakini maneno yake yakawa kama kelele zisizo na maana. Clara! Shanta! Korami! Hofu ikaingia. Ndani ya muda mfupi, sauti za Babeli zikavunjika, lugha zikagawanyika, maneno yakageuka kuwa siri, rafiki wakageuka kuwa wageni, familia zikashindwa kuwasiliana. Mama akamuita mtoto wake, lakini mtoto hakuelewa. Kelele zikaanza, hofu ikaenea kama moto. Watu wakaanza kusukumana, wengine wakilia, wengine wakikimbia. Mnara ulisimama. Hakuna aliyeweza kuendelea kwa sababu hakuna aliyemwelewa mwenzake tena. Ndoto yao ikaanguka, si kwa sababu ya vita, bali kwa sababu ya kutoelewana. Siku chache baadaye, Babeli haikuwa tena ile ile. Watu walianza kuondoka, kundi kwa kundi, kila kundi na lugha yake, kila kundi na njia yake. Mnara ukaachwa, ukisimama peke yake, ukichoma anga kwa ukimya, kama alama ya kitu kilichowahi kuwa na kitu kilichovunjika milele. Wengine wanasema, usiku wa manane, ukisimama karibu na mabaki ya Babeli, unaweza kusikia sauti zikizungumza lugha zisizoeleweka, zikilia, zikicheka, zikiongea, kana kwamba historia haijaisha na swali linabaki: je,
Kama wanadamu wasingegawanyika, kama wangeendelea kuwa kitu kimoja, mnara ungegusa mbingu kweli? Na kama ungegusa, nini kingetokea? Mpenzi mtazamaji, hii ilikuwa simulizi ya mnara wa Babeli, hadithi ya kiburi, nguvu na siri ya lugha. Kama unapenda simulizi za giza, za mafumbo na za kutisha, subscribe sasa The Story Empire, kwa sababu hadithi hii ni mwanzo tu. Hakuna kitakachotuzuia tena. Sisi ni kitu kimoja. Sisi ni nguvu. The Story Empire. Peace forever.